إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون إن من أعظم ما يحفظ العبد في دينه ودنياه صدق اللجوء إلى الله وحقيقة miongoni mwa mambo makubwa ambayo yanamhifadhi mja katika dini yake na dunia yake ni ukweli wa kurejea na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'alluqul qalbi bihi wahdahu na kujifungamanisha na Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ikawa mja la yarju illa iyyahu hamtarajii yeyote hatarajii kutoka kwa yeyote isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala wala yakhafu illa minhu wala hana hofu isipokuwa anamhofia Allah subhanahu wa ta'ala wala yatawakkalu illa alayhi na wala hakuna yeyote ambaye mja atakuwa anamtegemea isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu na yeyote ambaye atamtegemea yeye Allah subhanahu wa ta'ala fa huwa hasbuhu basi yeye Allah ni mwenye kumtosheleza mtu huyo ayuha almuslimuna ibadallah wa inna dha'fa at-tawakkul wa ta'alluq al-qulub bil asbab aslu kathir min al-khawf wal-qalq wal-idtirab na kwa hakika kukipatikana udhaifu katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na watu wakazifungamanisha nyoyo zao na sababu za kidunia wakazifungamanisha nyoyo zao na mambo mbalimbali ya kidunia basi huu ndiyo msingi ambao unaleta mambo mengi kama vile hofu wasiwasi na mengineyo yasiyokuwa hayo amma idha alima al-'abd anna al-umura kullaha bi yadillah ama pale ambapo mja atafahamu ya kuwa mambo yote yapo mikononi mwa Allah subhanahu wa ta'ala wa annahu la yaqa'u fil kawni shay'un illa bi idhnihi na akafahamu ya kwamba hakuna chochote katika ulimwengu ambacho kinaweza kikatokea
isipokuwa kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, sakana qalbuhu wa tma'annat nafsuhu. Mtu wa namna hiyo ama watu wa aina hiyo nyoyo zao zitatulizana na nafsi zao pia zitatulizana. Ibadallah, enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, kwa hakika miongoni mwa mambo ambayo sisi wanadamu tunatakiwa tuyafahamu na tuishi nayo, tuyakumbuke kila muda, anna dunya daru ibtilai wa imtihani, kwamba hii dunia ambayo sisi tuishi tunahangaika huku na kule kwa ajili ya kuijenga dunia yetu, tunatakiwa tufahamu kwamba dunia hii ni nyumba ya majaribio. Dunia hii ni sehemu ya mtihani, walaysat dar aljazaa wa istiqrar, na wala si nyumba ya malipo, wala si nyumba ya kuishi milele. Hii ni sehemu ambayo watu wanatakiwa waitengeneze akhera yao, waitengeneze nyumba yao ya akhera, wasibweteke na maisha ya dunia wakadhania ya kuwa wataishi hapa milele, bali wanatakiwa waishi hapa wakiwa na yakini kwamba ipo siku katika masiku wataondoka katika mgongo wa dunia na kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakifika huko watalipwa yale ambayo walikuwa wanayatenda hapa duniani. Kila mmoja atalipwa kulingana na vile ambavyo alikuwa anatenda hapa duniani. Kwa mwanadamu anatakiwa afahamu kwamba hii si nyumba ya malipo wala si nyumba ya kuishi milele, kwani Allah subhanahu wa ta'ala anasema, alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ambaye khalaqa al-mauta wal hayata, ameumba mauti na akaumba uhai. Allah subhanahu wa ta'ala ameyafanya hayo liyabluwakum, ili akujaribuni nyinyi, ayyukum ahsanu amala, ni nani miongoni mwenu atakuwa na matendo yaliyokuwa mazuri. Ahsanu amala, Sheikh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala akasema, akhlasuhu wa aswabuhu, ni ili awajaribu ni nani miongoni mwenu atakuwa na matendo ambayo akhlasuhu, matendo ambayo ameyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, hajayafanya kwa ajili ya kutafuta dunia, wala hajayafanya kwa ajili ya kuwaonesha watu, ameyafanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa aswabuhu, na ameyafanya katika hali ya kupatia kwa namna ile aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na akafundisha namna hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sheikh Saadi rahimahullahu ta'ala akasema, faman inqada li amri Allah, basi yule ambaye atanyenyekea katika amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahsana amala, na akafanya matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ambayo anayafanya kwa ajili ya Allah na matendo ambayo anayafanya katika sunna kwa namna aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamlipa mtu wa namna hiyo malipo yaliyokuwa mazuri fi darain, bimaana fi dunya wal akhirah. Pale utakapofanya matendo yako uliyoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ukayafanya kwa namna aliyoamrisha Allah, kwa namna aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi miongoni mwa faida ambazo utazipata, Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa mazuri fi darain, atakulipa mazuri hapa duniani, lakini pia wewe utakuwa na maisha mazuri huko akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman mala ma'a shahawati nafs, na yeyote ambaye atamili, ataegemea katika matamanio ya nafsi, wanabadha amra Allah subhanahu wa ta'ala, na akayatupa mgongoni yale aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, amri ya Allah akaiacha, akaitupa, falahu sharrul jaza, basi mtu wa namna hii
atapata malipo yenye shari, atapata malipo yaliyokuwa mabaya. Ayuha almuslimuna ibadallah, falmuwaffaq man fahima haqiqata ad-dunya. Hapa tunaona ya kuwa mwenye kupewa taufiki ni yule ambaye itakuwa amefahamu hakika wa dunia, kisha falan yakhtarra bizinatiha, kisha akawa si mwenye kudanganyika na mapambo ya dunia, walam yansa nasibahu min al-akhirah, na akawa yeye si mtu ambaye amesahau kutengeneza sehemu yake ya akhira, si mtu ambaye amejisahau akawa amebaki kuhangaika na dunia, bali anaitengeneza akhira yake. Wa min a'zami asbabi thabati ala ad-din, na miongoni mwa mambo makubwa ambayo yatakufanya wewe uthibiti katika dini, almuhafadhatu ala salat, ni kuzihifadhi swala. Miongoni mwa mambo ambayo yatakufanya uthibiti barabara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kuzihifadhi swala. Fa innaha imaduddin, kwani hakika hizi swala hizi ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziamrisha ni imaduddin, ni nguzo ya dini. Faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Kwa hakika kwa maneno hayo inaonesha wazi ya kuwa yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kuzisimamisha swala, basi si vinginevyo huyo itakuwa ameisimamisha dini yake, na yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kuziacha swala zinampita hajani, faqad hadama ad-din, si vinginevyo huyo itakuwa ameiangamiza dini. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, tunatakiwa pia tufahamu awwal ma yuhasabu alayhi al-'abdu yawm al-qiyamah, jambo la mwanzo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala atamhesabu kwa jambo hilo mja siku ya kiyama ni swala. Swala ikipatikana, basi ndiyo yataangaliwa na matendo mengine. Swala ikikosekana, basi kwa hakika si vinginevyo wewe ni katika waliopata hasara. Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, hakika swala ni yenye kukataza. Pale unapoihifadhi swala ukaisimamisha vizuri swala, basi swala inakuwa ni yenye kumkataza mja kutokana na fahsha, inamkataza mja kutokana na kila aina ya uchafu, kila aina ya maasi, kila aina ya munkar. Swala inamkataza mja huyo. Faman hafadha alaiha hifdhan haqiqiyya, yeyote ambaye atazihifadhi swala ukweli wa kuzihifadhi, basi atharati fi akhlaqihi wa sulukihi, lazima athari ya swala itaonekana katika tabia zake na katika mienendo yake. Hivyo utakapoona tabia na mienendo vinakwenda hovyo, basi fahamu swala haijasimama sawa sawa. Utakapoona mtu anatoka katika mafundisho sahihi, basi amini ya kuwa swala aliyoamrisha Allah subhanahu wa ta'ala haijasimama sawa sawa. Fattaqullaha ibadallah, basi mcheni Allah enyi waja wa Allah tabaraka wa taala, waraqibuhu fi sirri wal alam, na lazima mchunge mufahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawaona fi sirri wal alam. Iwe uko peke yenu, yani mtu yuko peke yake, afahamu ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anamuona, anasikia kile anachokisema na anaona kile anachokifanya. Hivyo hivyo ukiwa uko mbele za watu, fahamu Allah anakuona, anaona unachokifanya na anasikia kile unachokisema. Muogopeni Allah subhanahu wa ta'ala, na chungeni yale ambayo mnayasema na yale ambayo mnayafanya fi sirri wal alani, wa'lamu
ayuha an-nas ibadallah, nafahamuni enyi watu waja wa Allah tabaraka wa taala, anna a'marana qasira, kwamba uhai wetu sisi kuishi katika hii dunia qasira, uhai wetu ni mdogo mno. Wa anna al-mauta yati baghtatan, na kwa hakika si vinginevyo, kwa hakika mauti yanakuja kwa ghafla. Ni wangapi katika vijana ambao walikuwa wana matumaini ya kuishi muda mrefu, lakini mauti yakakatisha ndoto zao, wakawaacha wazee ambao walikuwa wanadhania kuwa wao ndio watatangulia. Uhai wetu ni mfupi. Usijiwekee matarajio kwamba nitaishi miaka 90, 70, 80. La, wewe tenda matendo mema ya kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala muda wote, na pale ambapo itatokea umeteleza, umefanya maasi, umemuasi Mola wako, basi rejea haraka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwani haujui ni muda gani utakufikia umauti, usije ukafa na hiyo dhambi uliyoitenda. Tubu, rejea kwa Mola wako subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu kwamba uhai ama maisha yetu ya dunia ni ya muda mfupi sana, na mauti yanakuja muda wowote, tena yanakuja kwa ghafla bila ya taarifa. Walkayisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, na mwerevu hasa ni yule ambaye atakuwa ni mwenye kuihisabu nafsi yake, anaangalia kila jua linapozama, anaangalia je, ni kwa namna gani amemtii Mola wake subhanahu wa ta'ala, ni jambo gani amelifanya la kumuudhi Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lile alilolifanya akalinganisha na siku iliyopita, je, nimezidisha ama nimepungua? Ikiwa amepunguza, basi akaweka azma ya kuzidisha matendo mema yanayomkaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyomkosea Mola wake akatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akamuomba msamaha, akarejea kwake yeye. Huyu ndiye mwerevu hasa, ambaye atapata faida katika maisha yake ya dunia, hapa duniani na huko akhira, wa Allah subhanahu wa ta'ala. aqulu ma tasma'un, astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'du, faya ayuha an-nas ibadallah, enyi watu waja wa Allah tabaraka wa ta'ala, innal ummata la tuslihuha al-khutab wala al-kalimat ma lam tutarjam ila a'mal. Kwa hakika umma wetu katika zama hizi ambazo tunaishi sisi leo hii, umma umeghafilika mno, umma umeghafilika kweli kweli kutokana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Khutab mbalimbali tunazisikia, kalimati mbalimbali, mauidha mbalimbali tunasikiliza, lakini jambo ambalo sisi tunatakiwa tufahamu ya kuwa hizi hutuba ambazo tunazisikia, hii mihadhara ambayo tunaisikiliza, durusi ambazo tunasoma, hazitakuwa na manufaa yoyote na viwili vyetu, havitakuwa vitu hivyo na manufaa yoyote na jamii zetu, pale ambapo hatutachukua hutuba hizo na mihadhara hiyo na masomo hayo na kuyaingiza katika maisha yetu. Yale tunayoyasikia, ikiwa hatutayatafsiri kwa vitendo vyetu, basi kwa hakika havitakuwa na manufaa yoyote katika maisha yetu, havitakuwa hivi tunavyovisikia na manufaa yoyote katika jamii zetu. Hivyo tutatakiwa yale machache tuliyoyasikia na tutakayoendelea kuyasikia na tuliyoyasikia nyuma, tuyaingize katika maisha yetu, tuyatafsiri mauidha hayo, tuyatafsiri maelekezo hayo kwa vitendo vyetu. Hapo ndipo ambapo tutafikia sisi katika uchamungu ambao sisi tunatakiwa tufikie katika uchamungu huo,
ili tuweze kufaulu hapa duniani na akhera. Ndugu zangu katika imani, tunatakiwa tushikamane hasa na yale ambayo amefundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umma wetu leo hii tukiuangalia namna ambavyo unaishi na ule Uislamu aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, shattani baina al-maghribi wal mashriq, mbali kwa mbali kama umbali uliopo baina ya magharibi na mashriq. Sasa wanachuoni wapo, maustadhi na mashayikh wapo, wanatuelekeza mambo mbalimbali, wanajaribu kuswaga umma, wanawaswaga watu kuelekea katika ule Uislamu sahihi aliyofundisha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Sasa sisi jukumu ambalo tuko nalo ni kuyachukua yale maneno tunayosikia kwa mashayikh, kwa maustadhi, na kuyaingiza katika maisha yetu. Isiwe tu mtu anasikiliza muhadhara kama vile burudani, anasikiliza akitoka hapo basi sema mashaallah, shekhe yuko vizuri, ana nondo, anazungumza kwa dalili. La yanfa'uka, kuzungumza kwake kwa dalili, ufasaha wake aliyokuwa nao hautakunufaisha, wala hautaulizwa kaburini kwako, Sheikh fulani vipi, alikuwa na ufasaha au vipi? Hautaulizwa hilo, bali utaulizwa kuhusiana na matendo uliyotenda hapa duniani. Hivyo ili uweze kupata faida na yale ambayo unayasikia na yale ambayo unayaona, ni wewe kuyatafsiri kwa matendo yako, kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo tunapewa maelekezo. Na huo ndio msingi ambao utapelekea jamii yetu kutengemaa, ndio msingi ambao utapelekea maisha yetu ya dunia na maisha yetu ya akhera kutengemaa. Kwa sababu kwa hakika pale ambapo utakuwa ni mwenye kujitahidi kuitengeneza akhera yako, basi dunia yako inajitengeneza yenyewe humo humo. Na hayo ni kwa mujibu wa yale aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa kadri ambavyo utakuwa unajitahidi kutengeneza dunia yako na ukaisahau akhera yako, basi kwa hakika wewe utakuwa unaharibikiwa hapa duniani, hivyo hivyo unaharibikiwa akhera. Ayuha nasu ibadallah, tuyachukue hayo machache ambayo tumeyasema, na kama tulivyoelekezana tuyaingize katika maisha yetu ya kila siku, ili tuweze kufaulu hapa duniani na huko akhera. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qumu ila salatikum yarhamukumullah.